There's a song I always like singing. It's a simple song. Nataka kushukuru Mungu na kuna wimbo ambao wanapenda kuimba. Ni wimbo rahisi sana. But it really tells a lot about what God does in our lives. Lakini inazungumzia mengi kuhusu yale ambayo Mungu ametenda. So much for me ever since I joined this church. Mungu amenitendea mengi sana tangu niingie kanisa hili. I have every reason to rejoice and worship. Na nina kila sababu ya kumsifu. In an end year like this. Katika mwisho wa mwaka kama hivi. I have a reason to give him all the praise. Tuko na sababu ya kumpatia sifa. I want us to sing this song simply. Nataka tuimbe wimbo huu. Let's just be upstanding. Tusimame. He has done so much for me that I cannot tell it all. I cannot tell it all. I cannot tell it all. He has done so much for me that I cannot tell it all. He has done so much for me. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Oh, he has done so much for us that we cannot tell it. We cannot tell it all. We cannot tell it all. He has done so much for us that we cannot tell it all. He has done so much for us. You can take your seats. Praise the Lord. I want to thank God. Nataka kushukuru Mungu. One, for adding me another year. Kwanza kwa kuniongezea mwaka mmoja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It's not a normal thing. Si jambo la kawaida. Why? Because there are people I knew in January. Kwa sababu kuna watu walikuwa Januari. A number of them are not here with us today. Na wengi hawako hapa na sisi leo. Are not with me today. Na pia hawako na mimi leo. And they all passed. Kwa sababu niliwajua na wote wakafa. I'm not special. That God has kept me, has kept my family, is a miracle and is a testimony. Kwa kuwa Mungu amenihifadhi na familia yangu, huo ni muujiza. We have gone through the year and God has preserved us, preserved my family. We've not gone to hospital. It is a testimony. Tumepitia mwaka huu na Mungu ametuhifadhi, hatujaenda hospitalini, huo ni ushuhuda. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Someone was asking me the other day in the office. In fact, she was telling me I have a problem. Alikuwa ananiambia ya kwamba kuna shida. I have been to hospital several times. Nimekuwa hospitalini kwa muda mwingi. And unaware to me, I didn't even know the insurance covered an issue. That they had not paid for some time. So she had been forced to be paying her bills on her own to be recovered. Yeye alikuwa anapima na hakujua ya kwamba ingeweza kusimamia matibabu. Since when did this stop? She told me it's for a while now. Akaniambia ni kwa muda sasa. And she asked me a question. Na akaniuliza swali. When did you last go to hospital? Na akaniuliza wewe when did you last use your insurance card? Akasema ni lini ulitumia bima yako? And I told her, honestly speaking. Nikamwambia kwa ukweli. I don't even know where they are as we speak. Hata sijui kama wako wapi. Each of the cards where I kept them, I can't even tell. But I know they're in the house. Najua so why am I saying this? She asked me a funny question. What is the secret? What is the secret of this? And I told her, it's only God. Ni Mungu pekee. So that God is keeping you, you're not going to hospital. It's not normal. Ya kwamba Mungu anakuhifadhi uende hospitalini si kawaida.
Appreciate God. Mshukuru Mungu. Because there are people out there that are in hospital day in, day out. Kwa sababu watu kule wanaenda hospitalini kila and siku. for that I have every reason to thank God. Na kwa hiyo nina kila sababu ya kushukuru. every reason to worship him. Na kila sababu ya kuabudu. For so many other testimonies that he has given me in the past. For every good thing that he's doing in my life. Kwa kila jambo jema ambalo amenifanyia. In my office. Katika ofisi yangu. God has always been faithful. Mungu amekuwa mwaminifu. I've always depended upon him. Mimi nimemtegemea yeye kila mara. I've seen his hand. Na nimeona mkono wake. A very recent example. Kama mfano we had a new changes in our office. Kulikuwa na mabadiliko katika ofisi. And there were new directors. Na kukawa na madirector wapya. And I was the most, closely interacting with them. Na mimi nilikuwa karibu na wao. Mind you, all of them are European. Wengi wao ni wazungu. Now in the midst of around 2 or 4 new people. Kati ya watu kama 4. You don't even know who to be answerable to at that point. Hata hujui kama unajibu and all of them are also, like everybody is also, they are all as like they are auditing each other. Na kila mtu anaangalia kwa karibu mwingine. Now they were calling me like this, will call you and ask you questions. Na wangekuita na wakuulize maswali. So you will be explaining to them. Na utawaelezea. One will tell you, understand that I'm not answerable to so and so. Utaelewa kama another one will tell you that understand I'm the final decision maker. Na mwingine akwambia mimi ndio kusema. And at the end of today, you're supposed to make decisions or do things that have financial impact or financial implication to the organization. Lazima ufanye maamuzi ambayo yana like that. What do you do as a Christian? Katika hali kama hiyo unafanyaje kama Mkristo? I went on my knees. Nikapiga magoti. I remember what I did from the first moment they all came. Na nikakumbuka kile nilichofanya. Nilikuwa na mafuta yangu. My Holy Communion. Niko na meza ya Bwana. I always tell God, huwa namwambia Mungu, you that is in me is greater. Wewe uliye ndani yangu mkuu kuliko yule aliye. And I remember one day when I was coming to church. Na nikakumbuka siku moja nilipokuwa nakuja kanisani. One of them. Mmoja wao. I had even actually interacted with that was just new. Tulikuwa tumeongea naye alikuwa bado mpya. I didn't even know how to handle him. Hata sikuwa najua jinsi ya kutangamana naye. Nikamwambia Mungu, mwisho wa hii wiki, I pray that because you are God in my life, naomba ya kwamba kwa kuwa wewe ni Mungu maishani mwangu, it will be you that will make him call me. Ni wewe utakayemfanya nipigie simu. From there I'll be able to interact with him. Ndipo baada ya hapo niweze kutangamana naye. When I was in church one during the week services, nilipokuwa kanisani katikati ya wiki, nikaona simu iliyopigwa na sikuwa nimeweka namba yake kwa simu yangu. One of our deputy directors, and he called me. Akanipigia simu. When I saw the missed call, I didn't know it was. Nilipoona ile simu sikujua ni yeye. I called him. Baada ya ibada nikampigia. He told me, I know you don't have my number. Akaniambia najua huna namba yako. So and so. Mimi ni fulani. Thank you for returning my call. Asante kwa kunipigia tena. And from then on, at least I had a humble relationship with all of them. Na baada ya hapo nikawa na uhusiano mzuri nao. I only attribute this to God. Na hii nasema kwa ajili ya Mungu. And I give him all the glory. Ya kwamba nampatia utukufu. Because only God can give you an enabling environment in everything that you are doing. Kwa sababu ni Mungu pekee anaweza kupatia mazingira mazuri. Everything in peace. Ya kwamba unafanya kila kitu katika amani. Peacefully. Na ufanye uhusiano na kila mtu katika amani. Irrespective of their titles. Haijalishi ya kwamba wao ni kina nani. So don't look down upon yourself as a Christian wherever you are. Kwa hivyo always understand that you have God. Wewe nafaa kuelewa kwamba God always gives you the courage and the confidence. Ya kwamba Mungu always gives you the wisdom to handle every situation. And of course he will always give you that grace to always triumph in everything. Na atakupatia neema ya kushinda kila kitu. I give God all the glory. Nampatia Mungu utukufu wote. For everything. Na muabudu kwa kila jambo. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God once more. Bwana asifiwe tena. Okay. I want to thank God for 2 things. Nataka kushukuru Mungu kwa mambo mawili. For giving me a job. Kwa kunipatia kazi. It is an online job where I write and get paid. Ni kazi ya katika mtandao ambako huwa naandika na nalipwa. So every time when the salary is near, kwa hivyo kila wakati kama mshahara umekaribia, diseases come knocking. Magonjwa yanakuja kubisha. Every time when the salary is near, yani kila saa mshahara ukiwa karibu, magonjwa yanakuja.
every time when payday is almost, diseases come around. But I thank God that the answer is God. As in God, I usually look up to God, I pray, and the diseases go away. Praise God. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu ndiye jibu, naomba na magonjwa yanaenda. So last week, there is something that started growing on my left breast. Praise God. Na wiki iliyopita kuna kitu kikaanza kukua katika chini ya titi langu. Yes, last week Sunday. Wiki iliyopita Jumapili. And this week, from tomorrow Monday, we can be paid. So you see the salary is near. So the salary is near, and that thing started growing. Sasa mshahara umekaribia na sasa ugonjwa ndio huo umekuja. Then I said no. Na nikasema la. The devil doesn't want me to enjoy. The devil doesn't want me to eat something at least. Shetani hataki hata nile chochote angalau. So the thing kept on growing and growing. Kwa hivyo ile kitu ikaendelea kukua na kukua. So I was worried and decided to go to the hospital. Nikaingiwa na wasiwasi na nikaamua kwenda hospitalini. Though nilikuwa najua Mungu anaponya, lakini yani si unajua tu the way human beings are, you are just worried. Though I knew that God is able to heal, but it's human to worry sometimes. So nikaenda pale hospitali, kwanza nikalipa fee ile ya kuona daktari. So he went to the hospital and he paid the viewing fee. The consultation fee. Yeah, ile ada ya kulipa kuona daktari. So the doctor told me that they must do scanning, and which cost 2,200. Akaambiwa lazima afanyiwe uangalizi ambao ungegharimu shilingi 2,200. Kichwa yangu kwanza kasema hapana. So he said no. Nikatoka hapo nje hospitali kwanza, nikaketi hivi nikajishika nikasema I because the salary is near, every time sickness come. No. Praise God. So he got out of the hospital, he sat down and said no, every time my salary is just around the corner, the diseases come. So nikapigia daddy, akaniombea. I called through the phone. I called pastor, he prayed me through the phone. The next day then I came in church, mommy prayed for me. Siku iliyofuata nikaja kanisani, mama mchungaji akaniombea. And I thank God. Na nashukuru Mungu. There is nothing. As you can see, there is nothing going anymore. Hii ilikuwa kazi ya shetani, as in, so now I thank God this thing is going as it is ending, and when salary comes I will eat something at least. Ilikuwa kazi ya shetani, nimepona, mshahara ukija nitakula. God answers prayers. Mungu anajibu maombi. And I say thank you. I'm grateful for that. Na nashukuru Mungu kwa hiyo. Praise God, church. Bwana asifiwe kanisa. Praise God again. Bwana asifiwe tena. Last Sunday I was here testifying. Jumapili iliyopita nilikuwa hapa nikishuhudia. And I said that I was going to graduate on Friday last week. Na nikasema nilikuwa naenda kuhitimu hiyo Ijumaa. Thank God I've graduated. Nashukuru Mungu kwa kuwa sherehe ilikuwa. You are looking at a graduate. Namwangalia mtu aliyehitimu. And I know that God is taking me places. Na najua ya kwamba Mungu ananipeleka katika nafasi nzuri. Why am I excited? Kwa nini nina furaha? Because it was our coordinator, our coordinator from here Mombasa was telling me that it's not possible for me to graduate this year. Ni kwa sababu mkuu wa watu wa kuhitimu alikuwa anasema haingewezekana kwangu mimi kuhitimu. When I was through with my coursework, there's a project I am supposed to do. Wakati anasoma alikuwa anafaa kufanya mradi fulani. So when I was the supervisor who was in charge of my project was delaying me. Kwa hivyo mwangalizi wangu alipokuwa ananichelewesha, he delayed me so much until we passed. When I was submitting my project, the deadline has already passed. Alinichelewesha sana hadi wakati nilipokuwa napeleka ile mradi wangu siku ilikuwa ishapita. So my hope, I mean, he told me that it's impossible for you to graduate this year. Akaniambia basi haiwezekani kwako wewe kuhitimu mwaka huu. But I remember when we were committing this month into the hands of God, when there is a prayer point that Daddy raised, that there is somebody here whose celebration wants to be postponed. So
So we are going to pray against that. Kuna wakati tulipokuwa tunaomba kwa ajili ya mwezi huu, mchungaji alitoa ombi ya kwamba kuna mtu ambaye anapangiwa kucheleweshwa na tutaomba ili isiwe. So I pray that my celebration will not be postponed in Jesus' name. Kwa hivyo nikaomba ya kwamba sherehe yangu haitapelekwa kwa date ya mbele katika jina la Yesu. And so the Lord answered me by fire. Na hiyo Mungu akanijibu kwa moto. My name was in the list. I give glory to God because he made it happen. Kwa hivyo ninafurahi jina langu likawa kwa orodha na ikawa imefanyika. God bless you. Mungu awabariki. Praise God. Bwana asifiwe. My testimony is about healing. Ushuhuda wangu ni kuhusu uponyaji. First of all, I want to thank God for the gift of life. Kwanza nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya uhai. Secondly, I want to thank God for the healing of my two sisters. Ya pili nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji wa dada zangu wawili. One of my elder sisters was tested positive for COVID. Mmoja wa madada zangu mkubwa alikuwa ameambiwa ako na corona. Then that was I think 2 weeks ago. So and the worst part is that she had difficulties in breathing. Na hiyo ilikuwa wiki mbili zilizopita na shida ni kwamba alikuwa na shida kupumua. So at first we prayed, she had told us, then we prayed, then one day she had a meeting, then around 10 o'clock, my mom texted us and told us that my sister cannot be able to breathe. Alikuwa ametupigia simu akatuambia, tukaomba na ikafika siku mama akatupigia simu akatuambia hawezi kupumua. So that was around 10 o'clock, then midnight we usually have family prayers. Hiyo ilikuwa saa 4 na ilipofika saa 6 ya usiku kawaida huwa tuna maombi. So 12 midnight she was unable, like she couldn't breathe, like she was just trying to gasp for air. Kwa hivyo saa 6 ya usiku ilikuwa vigumu kwake hata kupumua. So we were just praying, then we were able to get an ambulance, and on her way tulikuwa tunaomba na akapata ambulance na vile na alipokuwa anapelekwa hospitalini. By the time she got to hospital Kenyatta, it was full. She was taken to another hospital at KU, and when she got there she was told her oxygen is okay. Kwa hivyo alipelekwa hospitalini Kenyatta, ikapatikana hospitali imejaa, akatolewa akapelekwa hospitali katika chuo kikuu cha Kenyatta. When they checked her oxygen, they said it's okay, her pulses were okay, everything was okay. Walipoangalia viwango vyake vya oksijeni wakaona viko sawa na kila kitu kilikuwa sawa. She was told she'll have to go back because there was no bed. Kwa hivyo akaambiwa arudi kwa kuwa hakukuwa na vitanda vya kutosha. That day she was able to sleep. Hiyo siku aliweza kulala. And now she's well. Na sasa amepona. My other sister, dada yangu mwingine, around a week just after my sister had that problem, she was also tested positive. Baada ya dada yangu huyo mwingine yeye pia naye akapatikana na corona. Then she didn't tell us because she's not around. She didn't tell us. Yeye hakutuambia kwa sababu hata hayuko. So by the time she was telling us, she also had that problem, difficulty in breathing. Wakati alipokuwa anatuambia tayari alikuwa na shida ya kupumua. And there is one thing that she told me, and I think that was a lesson that I learned. Kuna kitu aliniambia na hilo ni somo ambalo nilijifunza. That many are the times when we face challenges or when we are sick. Wakati mwingi tukipatikana na changamoto ama tukiwa wagonjwa, we will either call our family members or friends, or we won't trust that when we call on God is going to answer us. Huwa tunapigia watu wetu, tunapigia madaktari, lakini huwa hatuamini ya kwamba tukimpigia Mungu yeye anaweza kutuponya. At that particular time, the only thing she could remember was that song of God is the pillar of my life. Wakati huo jambo tu alilokumbuka ni kwamba Mungu ndiye nguzo wa maisha yake. And that time she hadn't told any of our family members, so you can imagine the scenario. You're feeling you're about to die. Your family members don't know that you're sick, and the only hope you have is God. Hiyo ilifika wakati ya kwamba hakuwa ameambia mtu yeyote akiwa katika hali hiyo ngumu, na akajua ya kwamba Mungu peke yake ndiye aliyekuwa nguzo. And she prayed. It was at night. So she sang that song until she fell asleep. Come morning, she was okay. Ilikuwa usiku akaimba huo wimbo na ilipofika asubuhi akawa amepona. She was tested the other day, like 2-3 days ago, and now she's negative. Baada ya siku 3 akapimwa tena na akapatikana ako sawa. So for me, I believe that kwangu naamini kwamba
whenever we face challenges, wakati tunapokutana na changamoto, before you think of calling your parents, before thinking of calling pastor, before thinking of calling your prayer group, kabla ya kupigia simu ama kuita mtu yeyote wa karibu, trust that your prayer can be heard by God, amini ya kwamba ombi lako linaweza kusikika na Mungu, because he's the pillar of your life. kwa sababu yeye ni nguzo ya maisha yako. The other testimony is about my daughter. Ushuhuda mwingine ni kuhusu mtoto wangu. I remember when she was young, I was told, Joy, you need to get insurance. Kids keep on getting sick. Alipokuwa mdogo niliambiwa nichukue bima kwa sababu watoto hugonjeka sana. And the business in me, Lakini ile biashara ndani yangu, I'm thinking if I spend a whole 60,000 for insurance, nafikiria ya kwamba nikitumia 60,000 kuchukua bima, how many bags of cement are those? basi hiyo ni mifuko mingapi ya simiti? So I said I won't get insurance. I remember I prayed for her. Nakumbuka nilimwombea na nikasema sitachukua bima. And whenever I remove her tithe, Na wakati nikitoa fungu lake la 10, I always tell God, you are the healer. She will not get sick. wanamwambia Mungu ya kwamba wewe ndiwe mponyaji, kwa hivyo huyu mtoto hatagonjeka. I've never admitted her. Sijawahi kumlaza hospitalini. I've never had any expense of her medical expenses. Sijakuwa na gharama ya kumpeleka hospitalini. So for me, I believe God has been protecting her. Kwa hivyo kwangu naamini Mungu amekuwa akimlinda. Whenever there is a change of climate, Wakati kuna mabadiliko ya hali ya anga, she will get very bad heat rush, yeye atapata kuwa na harara nyingi that they get like pimples. ambazo zinakuwa kubwa kiwango cha kuwa pele kubwa, They irritate her, her temperature goes up. huwa zinamuwasha na joto lake linapanda. I will always have to use AC in her room. Basi wakati wote lazima nitumie kitu cha kupunguza joto. I told God that electricity bill is too much for me. Nikamwambia Mungu ya kwamba hiyo gharama ya moto ni kubwa. I will not continue paying that bill. If I pay that bill, then that means I won't be able to do part of your work in church. Basi nikamwambia Mungu sitaendelea kulipa gharama hii, kwa sababu nikifanya hii basi majukumu mengine kanisani yatanikosa. April, I stopped in April using the AC. Nikaacha kuanzia mwezi wa 4 kutumia. There's been a drastic change of climate recently. Kumekuwa na mabadiliko ya hali ya hewa hivi majuzi, And that's when I noticed, because her heat rush hasn't affected her. na hapo ndipo nilipogundua, kwa sababu zile harara za joto hazijamshika, And now she's well. na sasa yuko So I vizuri. give God all the Kwa glory. hivyo nampatia Mungu utukufu. Let's give Jesus a mighty hand clap for the great things he has done. Acha tumpigie Yesu makofi. Let's pray, bow our heads and thank God for these testimonies. Acha tuombe Mungu kwa ajili ya shuhuda hizi. Mighty man of war, we bless your name. Tunalibariki jina lako. Thank you for the great miracles that you've done in our midst. Asante kwa miujiza mikuu uliyoifanya kati yetu. Thank you for healing our members, King of Glory. Asante kwa kuwaponya wenzetu, ewe mfalme wa utukufu. Thank you, King of Glory, even for the graduation of our sister. Asante Mungu wa utukufu kwa ajili ya kuhitimu kwa dada yetu, And the great testimonies that we had even last week. na shuhuda ambazo tulikuwa nazo hata wiki iliyopita. Lord, you've said that this year we are going to end it in praise. Na Bwana ukasema mwaka huu tutamalizia kwa sifa. We believe in your word and we believe in whatever you tell us, Lord. Tunaamini neno lako na kila kitu unachotuambia Bwana. And Lord, we say that these testimonies will be permanent in the mighty name of Jesus. Na tunaomba ya kwamba shuhuda hizi zikadumu katika jina la In Yesu. Jesus' mighty name we have worship. Katika jina la Yesu tumeabudu. It's time to welcome our children. Ni wakati wa kukaribisha watoto wetu. Children, please, let's be fast to save time. Watoto tafadhali tuharakishe, Let's tukomboe welcome them in wakati. clapping, please. Acha tuwapigie makofi tafadhali. In front of you is Maranatha Sunday School, ready to present you a memory verse from... Praise God. Praise God again.
In front of you, it's Maranatha Sunday School, ready to present you memory verses and a song. Be blessed. Let's go church. I have a memory. My name is Sephine Jerry. I have a memory verse. Psalm 105. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures all generations. My name is Joshua Balat. My Lord, my shepherd, I cannot want. In the book of Psalms, chapter 100, it says, sing to the Lord all the world. Amen. In the book of Psalms, chapter 100, it says, sing to the Lord all the world. Amen. In the book of good, God is good and He pray everyone. Church. My name is Ivan Taura. I have memory verse from Psalms 125 verse 1. It says, move, but be about it. My name is Gloria Hilda. I have a memory verse from the book of Psalms 117. It says, praise God, all you gentle, for all you people, for His merciful is great towards us, and the love of the God ends forever. Praise God. Praise God. Praise God once more. My name is Angela Njeri. I have a memory verse from the book of Psalms chapter 134 verse 1 to 3. It says, a song of ascent, praise the Lord, for the Lord who minister by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. May the Lord who made heaven and earth bless you from Zion. Praise God. Praise God again. My name is Aaron Mackenzie. I have a memory verse from the book of Psalms chapter 132, 1 to 10. It says, Lord, remember David and all his afflictions. I will swear to the Lord and vow to the mighty one of Jacob. Surely I will not go into the chambers of my house, or go up to the comfort of my bed. I will not give sleep to my eyes, or slumber to my eyelids, until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. Behold, we heard of it in Ephrata. We found it in the field of the woods. Let's go to his tabernacle and let's worship at his footstool. Arise, O Lord, to your resting place, you and the ark of your strength. Praise God. Praise God again. My name is Treasure Ozdebe. I have a memory verse from the book of Psalms chapter 66. It says, shout with joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power, that your enemies cling before thee. All the earth bow down to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Come and see what God has done. How awesome His works on man's behalf. He turned the sea into dry land. They passed through the waters on foot. He rules forever by His power. His eyes watch
nations. Let not the rebellious rise up against him. Praise our God, O people. Let the sound of praise be heard. He has preserved our lives and kept our feet from sleeping. You, O God, has tested us. You refined us like silver. You brought us into prison and laid burdens on our backs. You let men ride over our heads. We went through fire and water, but you brought us to a place of abundance. Thank you. Praise Lord. Praise Lord again. My name is Sagrif Bosire. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms, chapter 65, verse 1 to 13. It says, Praise awaits, O you, Lord, in Zion. To you our verse will be fulfilled. O you who hear prayer, to you all men will come. When we are overwhelmed by sins, you forgive our transgression. Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. We are filled with good things of your house, of your holy temple. You answer us with awesome deeds of righteousness, O God our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas. Who formed the mountain by your power, having armed yourself with strength, who still the roaring of the waves and the roaring of who still the rolling of the seas and the rolling of their waves and the turmoil of the nation. Those living far away fear wonders, where morning doubts and evening fades. You call forth songs of joy. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide people with grain. For so you have ordained it. You drench its furrow and level its ridges. You soften with showers and bless its crop. You crown the air with your bounty, and your cups overflow with abundance. The grassland of the desert overflow. The hills are clothed with gladness. The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantlated with grain. They shout for joy and sing, Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord. My name is Jace Morand. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms, chapter 147, verse 1 to 20. It says, Praise the Lord. It is good to sing praise to our Lord. It is pleasant and right to praise him. The Lord is restoring Jerusalem. He is bringing back our exiles. He heals the broken-hearted and bandages their wound. He decides the number of stars and calls each one by name. Great and mighty is our Lord. His wisdom cannot be measured. He raises the humble and crushes the wicked to the ground. Sing hymn of praise to our Lord. Play music on the harp to our Lord. He provides clouds over the sky and provides rain for the earth and make the grass grow on hills. He gives the animals their food and feeds the young raven when they call. His pleasure is not in strong horses, nor his delight in brave soldiers, but his pleasure is in those who trust his constant love. Praise the Lord, O Jerusalem. Praise the Lord, O Zion. He keeps the gates safe. He keeps the gates strong. He blesses your people. He keeps the border safe. He satisfies you with the finest wheat. He gives a command to the earth, and what he says is quickly done. He spreads the snow like blanket and scatters the frost like dust. He sends hail like raven, and no one can endure the cold he sends. He gives another command to the earth, and the ice melts. He sends the wind, and the water flows. He gives his message to his people, his instruction and laws to Israel. He has done this for other nations. They do not know his law. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord once more. My name is Emmanuel Otieno. I have a memory verse from the book of Psalm 5. It says, I will praise you, my God and my King, each day and forever. Great is Jehovah, greatly praise him. His greatness is beyond discovery. Let each generation tell its children of what glorious things he has done. I'll meditate about your majesty, splendors, and miracles. Your awesome deeds shall be on everyone's tongues. They shall come together to talk how good you are and sing your righteousness. Jehovah is kind and merciful. Jehovah is kind and merciful, slow in anger, full of love. He is kind to every people. His compassion is intertwined with everything he does. All living things shall thank him, and his people shall bless him.
again. Praise God. Praise God once more. My name is Sheila Amati and I have a memory verse from the book of Psalms chapter 118 verse 1 to 20. It says, "Give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. Let the Israel say, his love endures forever. Let the house of Aaron say, his love endures forever. Let those who fear the Lord say, his love endures forever. In my anguish I cried to the Lord, and he answered by setting me free. He is with me, I will not be afraid. What shall a man do to me? The Lord is with me, he is my helper. I look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in Lord than to trust in a man. It is better to take refuge in Lord than to trust in a princess. All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I'll cut them off. All the nations surrounded me inside, but in the name of the Lord I'll cut them off. They swarmed around me like bees, but in the name of the Lord I'll cut them off. I was pushed about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength, my song, and he will become my salvation. The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. I will not die, but live to proclaim the things the Lord has done. The Lord has tested me severally, but he has not chosen me over death. Open me the gate of righteousness, and I will enter to give the Lord thanks. In the gate of the Lord in which righteousness may enter. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord again. My name is Cecilia Nafula, and I have a memory verse come from the book of Psalms chapter 136 verse 1 to 26. It says, "Give thanks to the Lord because he's good, his love is eternal. Give thanks to the greatest of all gods, his love is eternal. Give thanks to the mightiest of all lords, his love is eternal. He alone performed great miracles, his love is eternal. By his wisdom he made the heaven, his love is eternal. He built the earth on deep waters, his love is eternal. He made the sun and the moon, his love is eternal. The sun rules over the day, his love is eternal. The moon and the stars rule over the night, his love is eternal. He killed the firstborn sons of the Egyptians, his love is eternal. He led the people of Israel out of Egypt, his love is eternal. With his strong hand and powerful army, his love is eternal. He divided the Red Sea, his love is eternal. He led his people through it, his love is eternal. But he drowned the king of Egypt and his army, his love is eternal. He led his people through the desert, his love is eternal. He killed powerful kings, his love is eternal. He killed famous kings, his love is eternal. Sihon, king of the Amorites, his love is eternal. And Og, king of the Bashans, his love is eternal. He gave his land through his people, his love is eternal. He gave his land through Israel, his servant, his love is eternal. He did not forget us when we were defeated, his love is eternal. He freed us from our enemies, his love is eternal. He gives food to the living creature, his love is eternal. Give thanks to the God of heaven. Thank you. Praise God. Praise God once more. My name is Avin Karanja, and I have a memory verse from the book of Psalms chapter 139 verse 1 to 20. It says, "For the director of music of David, a psalm, you have searched for me, and you know me. You know when I sit and I rise, perceive my thoughts from afar. It is scanned my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. Hear me in, behind and before. You laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I ascend to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I take the morning winds and dwell in the utmost part of the sea, even there, your hand will guard me, your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me be night. If the darkness is not light to you, the night will shine like the day. The darkness is as light to you. You created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I'll praise you because you created me fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your books before one of them came to be. How precious is your thought, how vast is the sum of them. Why to count them? They will outnumber the grains of sand.
When I am awake, I'm still with you. If you'll slay the wicked, O God, away from me, you bloodthirsty men. They speak of you with evil intent. Your adversaries misuse your name. Thank you. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Unaye Mungu mkuu sana, unaye Mungu muweza wa vyote. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Unaye Mungu mkuu sana, unaye Mungu muweza wa yote. Aliingia moyoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia mwanangu usilie tena. Aliingia moyoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwamba wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye atazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia moyoni mwangu, kanipa kutulia, akaniambia mwanangu usilie tena. Aliingia moyoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia mwanangu usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Please, let's clap for our children. Let's give them a better clap than that one. Praise the Lord. We thank God for their lives. And please, parents that have not released their children to join them, please purpose that you give them time to always be part of their practices on Saturday. It's our offering time. Offering time. Blessing time. Please, if you're here with your tithes, those that are watching us online, is our offering time. If you have your tithes, please, in the screen, you see our pay bill number, our account numbers.
please, you can send in your offerings, you can send in your tithes. And those of us that are in here, please, if you are here with your tithe, kindly be upstanding and come in front with your tithe. Remember, tithe is a key of opening the windows of heaven. It's a command that we are called upon as his children to honor. Tithe, please come in front. If you are here with your tithes, please, quickly because of time. As the rest of us, let's package our offerings. Tithers, please come in front. Fungu la 10, tafadhali kama uko na fungu la 10 ukiwa unatutazama kwenye mtandao, tafadhali tuma. Walio hapa njooni mbele, wengine wetu tuweke sadaka zetu. Tuinue fungu letu la 10. Please speak a word to your tithe. Father, behold your children. They've come before you this morning, Jehovah Lord. King of Kings, they've honored you, Jehovah Lord, with your tithe, as you commanded us as your children. Father, we pray that the blessings, Jehovah Lord, of tithing shall locate them, shall locate their finances, Jehovah Lord. Father, the foreigners will be far away from their lives, from their finances, King of Kings. And in this month, oh Lord, of ending with praise, and Lord, as they've honored you, King of Kings, they will end in praise indeed to your glory in Jesus' name. We thank you for all of them, Jehovah Lord, even those that are sending their tithes online. We pray that, Father, you that is God, open the windows of heaven upon everything that appertains to their lives, to your glory in Jesus' name. Thank you, Father, because it's done. In Jesus' precious name we have prayed and believed. Amen. Cast your tithe in joy. The rest of us, please, let's be upstanding with our offerings. Just lift up your offering and speak a word to your offering. Tell God that thing that you want him to do for you as you offer a sacrifice to him this afternoon. Father, we thank you once again this wonderful moment for giving us this opportunity, Jehovah Lord, to worship you with substance. Father, this is the little that we offer you out of the much plenty you've offered us, Lord. Ask, O King of Kings, that by your mercy, Father, you'll accept us fast as a living sacrifice in your eyes, Jehovah Lord. Accept the Lord that we lift before you this morning, and Jehovah Lord, and Father, you release your blessings, King of Kings. At this season, Lord, of ending with praise, Father, we ask that this would be a point of contact, Jehovah Lord, for us to end in praise and to every blessing that you release upon us, Jehovah Lord. Father, we thank you as we ask, King of Kings, that you bless the source of what we are giving you this morning. Father, we thank you even for those that would purpose to give you and desire to give the door, Jehovah Lord. Remember their finances. Remember, Jehovah Lord, what they are asking of you this morning. We thank you because you're faithful. We thank you because you're merciful. In Jesus' precious name we have prayed and believed. Amen. Choir, please give us a dance of a song. Give your offering as you dance to the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, church. We are going to minister with a song that says, we have come to give back to you. We have come to say thank you. Hallelujah. Amen. Tumekuja kukupea sifa. Tumekuja kusema asante. Praise the Lord. Amen. Be blessed even as we go before the Lord. You also feel free to join us as we worship.
his faithfulness. Shukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake. Because he is wonderful. Maana yeye ni mwema. He is full of compassion. Amejawa na huruma. Father, we appreciate you. Baba, tunakushukuru. We magnify you, Lord. Tunakutukuza Bwana for who you are. Kwa jinsi ulivyo. You are marvelous. Wewe ni mwema. You are glorious. Wewe umejaa na utukufu. You are good. Wewe ni mwema. Lord, we cannot thank you enough. Una upendo usioweza kupima. We cannot appreciate you enough. Hatuwezi kukushukuru kabisa. Today we have come to give back to you. Leo tumekuja kukushukuru. Take all the praise, Lord. Chukua sifa. Take all the honor, Lord. Pokea heshima. Take all the adoration, Father. Because you deserve it all. You deserve it all, Baba. Unastahili Bwana. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Blessed be to your holy name. Jina lako libarikiwe. In Jesus' name we worship. Katika jina la Yesu tumeabudu. Heavenly Father, Baba wa mbinguni, we thank you for this wonderful moment. Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi hii. God of glory, it is the time, my Father Jehovah God, to hear from you, Lord. Ni nafasi nyingine Bwana ya kusikia kutoka kwako. And I'm just a vessel. Na mimi ni chombo tu. I decrease, na nyenyekea, so that you may increase, Lord. Ukapate kuinuliwa. I empty myself, Lord. Najitoa kwako Bwana. Fill me, Lord. Nijaze Bwana. Put your words in my mouth. Na maneno yako kinywani mwangu. Let me speak what only you desire me to speak this afternoon. Acha niseme uliyoyakusudia Bwana. Lord, my Father. Bwana baba yangu. At the end, mwishowe, take all praise and honor. Chukua heshima na sifa. Sweet Spirit of the living God. Roho Mtakatifu wa Bwana. Take all charge. Take full control. Chukua usukani na mamlaka yote. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, I pray for utterance. Baba, naomba usemi. I have no power of my own. Sina nguvu yangu mwenyewe. I have no strength of my own. Sina uwezo wangu mwenyewe. I look up to you, sweet Spirit of the living God. Roho Mtakatifu. Father, as I speak to your children, Lord. Naponenea nao wako Bwana. Speak through me, Lord. Nena kupitia mimi. Speak through me, Lord. Nena kunipitia Bwana. At the end, Father, take all praise. Na uchukue sifa mwishowe. In Jesus' most wonderful name I pray. Katika jina kuu la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Can we have our seats? Tunaweza kuketi. First of all, I want to thank God for this opportunity. Mwanzo nataka kumshukuru Mungu kwa hii nafasi. And I want to thank the leadership of the church. Penda kushukuru uongozi wa kanisa for the opportunity to minister. Kwa nafasi hii ya kuhudumu. Thank you, Daddy. Asante Baba. It is a great honor. Ni heshima kubwa. To stand before this wonderful congregation. Kusimama mbele ya hawa watu wazuri. Hallelujah. It is a great honor and I'm humbled. Ni heshima na nimenyenyekea. Praise the Lord. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Can I hear a shout of hallelujah in the house of God? Nisikie sauti ya hallelujah. Hallelujah. Amen. I know that some of you came here with an expectation. Najua kuna wengine mlikuja hapa na matarajio. And there is one need or many maybe that you wanted God to attend to you this morning. Na unahitaji au mahitaji ungetaka Mungu ashughulikie asubuhi ya leo. It is my prayer that ni ombi langu kuwa God shall visit you today in the name of Jesus. Mungu atakutembelea leo katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So today we are going to speak of the topic of those who don't know me. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wasiofahamu, anaitwa Evelyn Omatara. Omatara. I am married. Ameolewa with 2 children. Na watoto wawili. I thank God for my husband. Anashukuru Mungu kwa mmewe. For supporting me always. Kwa kusimama naye kila wakati. He's my support system. Yeye ndiye anamsimamisha. He's my personal pastor. Yeye ndiye anamshikilia. I love you so much. Nampenda sana. Thank you. Asante. So our topic today is, mada yetu siku ya leo, it is not over until God say it is over. Haijaisha kama Mungu hajasema imeisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Maybe sometimes you may reach a point and you think that it is all finished. Huenda wakati ukafikia mahali ukadhani ya kwamba yote imeisha. You face situations that you think that you will not make it. Unaona hali zinazokufanya uone hautashinda. I want to tell you this morning. Nataka nikwambie asubuhi ya leo. Don't give up. Usikufe moyo. Don't throw
in the towel. Usikate tamaa, because Jesus has the final say. kwa sababu Mungu ana neno la mwisho. If God does not say that it is not over, Kama Mungu hajasema imeisha, who are you to say that is over? wewe ni nani useme imeisha? Who is that man that will say to you that it is over? Ni mtu yupi atakwambia It imeisha? is over until God say that it is over. Itaisha kama Mungu amesema imeisha. Because when Jesus paid the ultimate price on the cross, Kwa sababu wakati Yesu alilipa gharama kabili msalabani, before he died, what did he say? baada ya kufa alisemaje? It is finished. Imekwisha. It is only God that can say it is finished. Kwa hivyo ni Yesu tu anaweza sema It is imekwisha. only God that can say that it is over. Mungu pekee anaweza sema imeisha. So when God says that it is over, you can count on it. Kwa hivyo Mungu kama amesema imekwisha, unaweza amini. But a mere man, a mere mortal man, Lakini mtu kawaida wa mwili, you will never count on it. hauwezi ukaamini neno lake. God has a plan for you. Mungu ana mpango juu yako. Please let us read. Our text comes from the book of Jeremiah, Somo letu litatoka kutoka kitabu cha Yeremia, chapter 32 Yeremia 32 and verses 27. na mstari wa 27. Let us open the book of Jeremiah 32 Tufungue kitabu cha Yeremia and 32 verses 27. na mstari wa 27. And it says, Nasema, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote mwenye mwili. Je, kuna neno ngumu lolote nisiloliweza? There is nothing that is too difficult for our God to do. Hakuna jambo ngumu kwa Mungu wetu kutenda. There is nothing that is impossible for our God to do. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu wetu kufanya. God always has a plan for you. Mungu kila wakati ana mpango juu yako. He knew you before you were even formed in your mother's womb. Alikujua hata kabla ya uzaliwe tumboni mwa mama yako. So he knows everything about you. Kwa hivyo anajua mambo yote yanayokuhusu. So I want to tell you, nataka nikuambie, it might look that all hope is gone. Yaweza kuwa kama tumaini limekwisha. Whatever that you wanted to do this year 2020, yale ulikusudia kufanya mwaka huu wa 2020, you have not achieved anything. Bado hujafikia chochote. But the year is not yet over. Lakini mwaka bado haujakwisha. Because I know that God is an 11th hour worker. Najua Mungu ana muujiza wa wakati wa mwisho. So it is not over yet. Kwa hivyo bado haijakwisha. I want to tell you that it will end in praise. Nataka nikuambie itaishia kwa sifa. God is, hallelujah, God is not limited. Mungu hazuiliwi. He is not limited with time. Hazuiliwi na wakati. He is not limited with anything. Hazuiliwi na chochote. He is able to do for you even the last day of 2020. Anaweza kukutendea hata siku ya mwisho ya mwaka 2020. What I want to tell you is, nataka nikwambie hivi, don't give up yet. Usikate tamaa bado. It is not over until God say it is over. Haijakwisha kama Mungu hajasema imekwisha. God has blessing for every one of us. Mungu ana baraka kwa kila mmoja wetu. So don't quit. Kwa hivyo usikate tamaa. Don't give up. Usivunjike moyo. You will see his promises for your life very soon. Utaona ahadi zake kwa maisha yako hivi karibuni. Just because things are not working the way you want. Kwa maana mambo hayaendi jinsi unataka. It does not mean that God is not able to do it. Haimaanishi kwamba Mungu hawezi kukutendea. God can work, he can work at any time, any hour, any moment from now. Mungu anaweza tenda wakati wowote, lisaa lolote na muda wowote kuanzia sasa. Praise Jesus. Bwana asifiwe. We are going to study the case of Ezekiel. Tunaenda kuangalia tukio la Ezekieli. He faced a seemingly hopeless situation. Alikuwa na hali iliyoonyesha kutokuwa na tumaini. When God carried him and took him to the valley of dry bones. Wakati Mungu alimbeba akampeleka kwa mahali palikuwa na mishipa mikavu. Please let us read the book of Ezekiel chapter 37. Tusome Ezekieli 37 verse 1 to 10.
mstari wa kwanza hadi 10. I know most of you know that story. Najua wengine wetu tunafahamu But hadithi please hii, let us read it again. lakini tutasoma tena. Let us read together. Tusome pamoja. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all round, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, Oh Lord God, you know. Again he said to me, Prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Surely I will cause breath to enter and into you, and you shall live. I will put news on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Also he said to me, Prophesy to the breath, to the breath. Prophesy, Son of man, and say to the breath, Thus says the Lord God, Come from the four winds, O breath and breath, on this land, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood up their feet, an exceedingly great army. Praise Jesus! Bwana asifiwe. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, Mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, Toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, nisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, Tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, Tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, Njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Mstari wa 10 na wa mwisho. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we can see how God took Ezekiel physically, and he took him where? To a valley of dry bones. Tunamuona jinsi alimbeba Ezekieli kupitia katika roho katika bonde la mifupa mikavu. This was probably a scene of a great battle, where maybe there was a great battle and people died. Hapa palikuwa ni mahali ambapo palikuwa na vita vingi, and years had passed, na miaka ilikuwa imesonga. And so God asked Ezekiel an interesting question. Mungu akamuuliza Ezekieli swali la kustaajabisha. Son of man, mwanadamu, can these bones live? Je, hii mifupa yaishi? So Ezekiel looks at the bones. As a human being, maybe he was saying that this is impossible. Hapa mwanadamu huenda alikuwa anasema hii haiwezekani. I don't know, but
knowing the knowledge that he had about God, lakini tukiangalia of who God was, Mungu ni nani, Lord Jehovah, Jehova Mungu, the self-existent one, yule anayeishi peke yake, he was wise, alikuwa na hekima. and then it said, Na akasema, oh Lord God, you know it. we Mungu wajua. And I mean, it was a seemingly hopeless situation. Ilikuwa ni hali iliyoonekana haina tumaini. It was desperately hopeless. I can call it that way. Ni hali haina tumaini kabisa. And yet Ezekiel, recognized by faith, na bado Ezekieli kupitia imani akatambua that there is nothing that is impossible with God, ya kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu, or nothing that God that there is nothing that God cannot do. Hakuna lolote Mungu asiweze kufanya. So kwa hivyo it is the same thing that with you, my brethren. Ndivyo ilivyo nasi wapendwa. There is nothing that is impossible with you. Hakuna jambo lolote ngumu kwako Mungu akiwa nawe. There is nothing that God cannot do for you. Hakuna lolote Mungu asiweze kukufanyia. What lesson do we draw from this? Tunapata funzo gani kutoka hadithi hii? When most people think that it's over, wakati watu wengi wanadhani imekwisha, God asks, Mungu anauliza, is it over? Imekwisha? Is it really over? Kweli imekwisha? Weeping may last but for a night. Kulia kuweza dumu usiku, but joy comes in the morning. Lakini furaha yaja asubuhi. So lesson number 1. Kwa hivyo funzo la kwanza, any broken marriage can come back together. Kila shida, broken marriage, broken home, broken marriage, kila shida yoyote, ndoa iliyovunjika, amen, hallelujah, a broken marriage can come back together. Praise Jesus. Ndoa iliyovunjika inaweza pata upatanisho tena. If God is on your side, ikiwa Mungu yuko upande wako, there is nothing that he cannot do. Hakuna jambo asiweze kufanya. There is a friend of mine, kuna rafiki yangu, who gave me a testimony. Alinipa ushuhuda. You see, they separated with the husband. Walitengana na mmewe. The husband one day he just wake up and took his things and left. Mmewe siku moja aliamka na akaondoka. And he started having relationships. Na akaanza kupata uhusiano wa kando. And then he went out of the country. He went to Dubai. Na akatoka nje ya nchi. This lady never gave up. Huyu mwanamke hakukufa moyo. She kept on praying dangerous prayers. Alizidi kuomba maombi ya Mungu back her husband, ya kumlegesha mmewe. After so many years, baada ya miaka mingi, close to 7 years, karibia miaka 7, this man, he used to communicate with the daughter, the husband. Huyu mmewe alikuwa anazungumza ama anawasiliana na bintiye. So he asked the daughter where they were living presently. Akamuuliza bintiye mahali walikuwamo wakiishi. So that day he came back to Kenya, na akafika mpaka Kenya akarudi, and he went, because the daughter had given her the direction, kwa sababu bintiye alikuwa amempa mwelekezo, he went home. Akaenda nyumbani. The wife could not believe her eyes. Bibie ama mkewe hakuelewa the husband is back, ya kwamba mmewe amerudi. Can you imagine that scenario? Your husband has been missing. He has gone for so many years. Hebu tafakari, mmeo ameondoka kwa miaka mingi. And then suddenly he comes back. Na mara tu anarudi. There is nothing that God cannot do, brethren. Hakuna jambo Mungu hawezi kufanya. So God can bring back a broken home. Mungu anaweza patanisha ndoa iliyovunjika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God can bring back a family can come back together. Anaweza leta upatanisho baina ya familia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God can revive a failed business. Mungu anaweza fufua biashara iliyokufa. Maybe you have lost hope. Labda umepoteza tumaini. But please don't lose hope. Lakini usipoteze tena. The Lord is able to revive it. Mungu anaweza kufufua. The God that gave you the dream, Mungu aliyekupa hiyo ndoto, and the idea to start
business. na wazo la kuanzisha hiyo biashara, He is able to revive that business in Jesus' ana name. uwezo wa kuifufua katika jina la Yesu. God is able to bring back lost hope. Mungu anaweza kurejesha tumaini iliyopotea. So my brother and my sister, dadangu na ndugu I yangu, don't care which kind of situation you are in. haijalishi uko katika hali gani. What I want to tell you is, nataka kukwambia hivi, it is not over until God say it is over. haitakwisha kama Mungu hajasema imekwisha. So what do you need to do? Kwa hivyo unapaswa ufanye nini? Keep on moving. Endelea kusonga mbele. Don't stop. Usisimame. Keep on believing. Endelea kuamini. Because there is a God in heaven who answers prayers. Maana kuna Mungu aliye mbinguni anayejibu maombi. Keep on interceding. Endelea kuomba. Keep on praying. Endelea kuomba. Because there is power in prayer. Kwa sababu kuna nguvu katika maombi. Keep on trusting. Endelea kutumaini. Our God is able to turn around situations. Mungu anaweza kubadilisha hali. Keep on travailing. Endelea kuvumilia. Keep on travailing. Don't give up. Endelea kuvumilia, usikate tamaa. My brother and my sister, ndugu yangu, dada yangu, keep on living. Endelea kuamini. Don't give up on life. Usikufe moyo katika maisha. Don't contemplate on of committing suicide. Usianze kutafakari. Because God is able to do exceedingly abundantly than what we can think or imagine. Mungu anaweza kutenda kuzidi kutafakari kwako. Keep on going. Endelea kusonga. Endelea kusonga. You might try, you might walk and fall. Just keep on walking and falling until when God will hold you, because God is there. He will make it for you. He will make it possible for you. Praise the Lord. Unaweza tembea wakati mwingine uanguke, lakini simama na uendelee. Mungu atakuletea uwezekano. Keep on giving. Endelea kutoa. You have been giving and you are not seeing the results. Umekuwa ukitoa lakini huoni matokeo. You are still struggling. Bado unang'ang'ana. You are still struggling, even maybe you don't even have food to eat. Unang'ang'ana hata huenda huna chakula. Don't give up. Usikufe moyo. Keep on giving. Endelea kutoa. Keep on giving that seed. Endelea kutoa hiyo mbegu. Keep on giving the tithe. Endelea kutoa hiyo fungu. Keep on giving the offering. Endelea kutoa sadaka. Keep on giving, don't give up. Usikate tamaa, kutoa, kwa maana the Lord will come through before you. Mungu atakudhihirisha kwako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When people say that you can't, wakati watu wanasema uwezi, remember that God can. Kumbuka kwamba Lord can. Kumbuka kwamba Mungu anaweza. When people tell you that you don't know anything, wakati watu wanakuambia hujui lolote, tell them that God knows. Waambie Mungu anajua. He knows from the beginning to the end. Anajua mwanzo hadi mwisho. He is the Alpha and the Omega. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. The beginning and the end. Yeye ndiye Alpha na Omega. So just don't give up. Endelea, usikate tamaa. Keep on believing in the Lord. Endelea kuamini katika nguvu zake. I don't really care what it looks like. Haijalishi inakaa vipi, the situation that you're facing, hali ambayo imekukupa. What I can tell you is, ambalo naweza kuahidi ni, if God has not said that it's over, kama Mungu hajasema imekwisha, you can count on it. Unaweza amini. You can count on it. Unaweza muamini. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we can see in the scenario of Sarah. Tunaweza ona katika ile hali ya Sarai. She was 90 years old. Alikuwa amefikisha miaka 90. When the Lord visited her. Wakati Mungu alimtembelea. The angels came to give her the good news. Malaika walikuja kumpa habari njema. She was going to give birth. Ya kwamba ataenda kupata mtoto. But what did she do? Lakini alifanya nini? She laughed. Alicheka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But God said. Lakini Mungu akasema, is anything too hard for me? Je, kuna jambo lolote ngumu kwangu? You can see that in the book of Genesis chapter 13 to 14. Unaweza soma Mwanzo 13-14. You see, Sarah was old. Sarai alikuwa amezeeka. She had overpassed menopause. Alikuwa amepita umri wa uzazi. Hey. She could not, why did she laugh? Maybe I'm thinking that she was thinking, how am I going to be intimate with my husband? Alicheka kwa nini? Labda alikuwa anafikiria nitakutana vipi na mume wangu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But there is nothing that is impossible with our God. Lakini hakuna lisilowezekana kwa Mungu wetu. Because
I don't know how, but God made it possible for her to have a child. Sijui vipi, lakini Mungu alifanya ikawezekana akazaa. Angel Gabriel reminded of Mary. Ule malaika Gabrieli aliyemtembelea Mariamu. She told her that with God nothing is impossible. Alimwambia kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Luke chapter 1 verse 37. Luka 1:37. For with God nothing shall be impossible. Kwa maana kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. That is, she was wondering how Elizabeth conceived at her old age. Alikuwa anashangaa vipi Elizabeth alipata mtoto kwa umri wake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. With men it is impossible, but with our God nothing is impossible. Kwa wanadamu yaweza shindikana, lakini kwa Mungu wetu hakuna lisilowezekana. And again, Jesus always reminded his disciple that with men there is a situation that the disciple were thinking that it is not possible. Yesu pia aliwakumbusha wanafunzi wake ya kwamba kwa wanadamu kuna mambo yasiyowezekana. That with men it is impossible, but not with God. Lakini sio kwa Mungu. Jesus was telling them that it is impossible for us to enter into heaven. Alikuwa anawaambia ni vingumu kwa tajiri kuingia mbinguni. But so they were wondering who will make it to heaven if the rich can never make it to heaven. Walikuwa wanawaza ni nani ataingia mbinguni kama matajiri hawawezi. Jesus said that it is possible. Yesu akawaambia inawezekana. So there is no situation that is impossible with our God. Kwa hivyo hakuna hali isiyowezekana kwa Mungu wetu. As long as you have faith, kama unayo imani, there is no situation that is hopeless. Hakuna hali ambayo haina tumaini. There is no case that is too hard for God. Hakuna jambo ambalo ni ngumu sana kwa Mungu. There are no problems that are too big for our God. Hakuna shinda ambazo ni kubwa sana kwa Mungu wetu. There is nothing that comes as a surprise. Hakuna jambo linalokuja kama mshangao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So today I am talking to you. Leo nazungumza nawe. Today, leo, who is called a child of God? Wewe ambaye ni mwana wa Mungu. Maybe you are not in the right standing with God. Labda hauna msimamo mzuri na Mungu. And you know it very well. Na unajua sawa sawa. I'm talking to adults here. Nasema nasi hapa. I'm talking to youths. Naongea na watu wakubwa. I'm talking to children. Naongea na vijana na watoto. I'm talking to mothers. Naongea na wamama. I'm talking to fathers. Naongea na wababa. I'm talking to my own children. Naongea na wanangu. If you come to church every day and sit, kama unakuja kanisani kila siku na waketi and listen to the sermon every day, a sermon after sermon, na unasikiza ujumbe baada ya ujumbe all the way, and you are not being convicted, kila mara na bado hujapata kuhimizwa ndani yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You still don't want to change. Bado hutaki kubadilika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Will you ever just decide to make things right? Je, utaweza kuamua kufanya mambo sawa? Can you make things right today? Unaweza kutengeza mambo yawe sawa leo? It is not over until God say it is over. Haijakwisha kama Mungu hajasema imekwisha. So if you are still alive, kwa sababu bado ungali hai, you can still make amends. Bado unaweza fanya mabadiliko. God is full of compassion. Mungu amejawa na huruma. Maybe you say that you are a born again Christian. Labda unasema wewe ni but there are those things that you do. Lakini yale mambo unatenda in secret, katika siri. We are not seeing you. Hatukuoni. But God in heaven is seeing you. Lakini Mungu anakuona. You may think that is an hopeless situation that you may not be able to change. Labda unaona ni hali ambayo haiwezekani kubadilisha. My friend, rafiki yangu, God is able to change you. Mungu anaweza kukubadilisha. I have seen God change people. Nimeona Mungu akibadilisha watu. God has transformed my life tremendously. Mungu anabadilisha maisha yangu kabisa. I am a living testimony. Mimi ni ushuhuda ulio hai. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There is nothing that God cannot do. Hakuna jambo Mungu asiweze kufanya. So please, I want to call upon. Nataka kuwaita. If you know that your ways are not right, kama unajua kwamba njia zako na Mungu haziko sawa, please be upstanding.
Tafadhali simama kwa miguu yako. Let us make amends. Wacha tufanye mabadiliko. Wacha tubadilishe. Let's change. Please. If you know that you are not in the right standing with God, kama unajua hauko msimamo sawa na Mungu, please don't look at people. Usitazame watu, because on the day of judgment, kwa sababu siku ya hukumu, everybody will be for himself. Kila mtu atakuwa kwake. Everybody will stand to kujibu mashtaka yake. Everyone will stand to defend himself. If you are not in the right standing with God, kama hauko katika msimamo mzuri na Mungu, kindly I ask you to come forward. Tafadhali naomba usimame na uje hapa mbele. Please. Tafadhali. And if you know that you have not given your life to Jesus, na kama unajua hujapeana maisha yako kwa Kristo, you can kindly come forward. Tafadhali pia simama usonge hapa mbele. If you know that you have not given your life to Jesus, kama unajua hujatoa maisha yako kwa Yesu Kristo, you know that Jesus is the way, the truth and life. Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. And if you are not in the right standing with him, na kama hauko msimamo sawa naye, nothing will be possible with you. Hakuna lisilowezekana kwake. Things will be difficult for you. Mambo yatakuwa mazito kwako. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. Come to the Lord. Njoo kwa Bwana. The Lord is knocking at your door. Yesu anabisha mlangoni mwa roho yako. Will you open to him? Je, utamfungulia? Will you open to him? Utamfungulia? Will you say yes to Jesus? Utasema ndio kwa Yesu? Will you say no to Satan? Utasema la kwa Will you say no to the kind of life that you have been living? Utasema hapana kwa maisha yako? Will you say no to sin? Utasema hapana kwa dhambi? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Do we have such kind of people in this house? Je, tuna watu kama hao hapa? Usione haya. Don't be ashamed. Don't be ashamed. Usione haya. Niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse, oh niguse Bwana, niguse tena, niguse Bwana, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse Something as we worship, tusimame tunapomwabudu Bwana. Oh, niguse tena Bwana wangu, niguse tena, naomba Baba, uniguse tena, niguse Bwana, tunaenda kuomba. My Father, Baba yangu, every situation that seems impossible for me, katika kila hali inayoonekana kutowezekana kwangu, Lord, I know that all things are possible with you. Baba, najua yote yanawezekana kwako. Make it possible in the name of Jesus. Wacha ikawezekane katika jina la Yesu. Situation that is seemingly hopeless, ila hali ambayo haina tumaini, my Father, I pray that you come through, Jehovah God, and make it possible. Baba, naomba ukaifanye iwezekane, just as you made the dry bones to live, kama vile ulifanya mifumo mikavu ikaishi. Let this situation, my Father, King of glory, let there be a solution today in the name of Jesus. Wacha kukawa na suluhisho katika hii hali
katika jina la Yesu. Go ahead and pray. Go ahead and pray. Lord Jesus, my God. King of glory, my Father, let every situation, my God, that's seemingly impossible become possible today in the name of Jesus. Let it be possible, Lord God. For with God, nothing shall be impossible. Thank you, Jesus, because you are the wonderful wonder. King of glory, everlasting Father, blessed be to your name. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Say, my Father, my Father. Sema baba yangu, baba yangu. Whatever that is dead in your life, you can command it to come back to life. Ambacho kimekufa katika maisha yako, waweza kiamrisha kikafufuke. Go ahead and command whatever that you think it is dead in your life to come. Every dry bone in my life, come back to life in Jesus' name. Ambacho kimekufa kikae hai. My Father, my God, and my King, every dead situation, every dead business, every dead marriage, Father, King of glory, bring it back together in the name of Jesus. Every dead hope, my God, revive it in the name of Jesus. Jehovah, there is nothing that is impossible with you. It is not over until God says that it's over. We will reach Jehovah God, King of glory. May you bring back, Jehovah, everything that is dead in our life, every situation that seems dead in our lives, my Father, bring them back to life in the name of Jesus. Oh, King of glory, we bless your name. Blessed be to your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Lastly, mwisho, we're going to pray that this year we shall end in praise. Ya kwamba mwaka huu utamalizia na sifa. It is not over until God says haijakwisha kama Mungu atasema isikuisha. We shall end in praise. Kwamba utamalizia na sifa. My Father, my God, I will end in praise. This year I shall end in praise. It is not over until God says it is over. I will end in praise in the mighty name of Jesus. I shall end stronger. I will end better. I will end this year, my Father, gloriously. In the mighty name of Jesus, we shall end this year gloriously. Thank you, King of glory. Blessed be to your name, Jehovah. You are worthy to be praised. You are worthy to be exalted. Oh, my Father, my God, we shall end in praise. We shall end gloriously. We shall end stronger. We will end better in the name of Jesus. Blessed be to your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Begin to appreciate God for answers to our prayers. Kumshukuru Mungu kwa kujibu maombi. Shall we just stretch forth our hands Tunyoshe mikono yetu and bless the speaker, na tumbariki mtumishi wa the Mungu. vessel that God has used to speak unto us, to remind us once again that with Him all things are possible. Kwa Mungu kila kitu That chawezekana. it is not over until it's over. Ya kwamba haijaisha hadi Mungu aseme imeisha. Just begin to speak life into her. Anza kunena uhai katika maisha yako. And when next she will stand, she will speak greater auction. Ya kwamba na uhai mkuu. She will speak under greater influence. Ya kwamba akinena tena atanena katika kiwango cha juu. Thank you, Father. Asante Baba. So shall it be in the name of God the Father, Itakuwa hivyo katika jina la God the Baba, Son, la Mwana and God the Holy Spirit. na Mungu Roho Mtakatifu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Hallelujah. Hallelujah. Living so in the house. Tuna nafsi If you know you are living so, let me hear you shout. Finding it difficult to shout. Naona vigumu kupiga kelele. When there's some people are right on the sick bed trying to shout. Na watu wengine wako katika vitanda wakiwa wagonjwa wanajaribu kupiga Some are kelele. even trying to move their jaw, their chin. Wengine wanajaribu hata kuinua mdomo yao. Some are
even lifeless as we are talking now. Wengine hata hawana uhai jinsi But you tunavyoongea. are in the sanctuary. Lakini wewe uko katika nyumba ya Mungu. Why don't you give a living shout? The winning side is usually this shouting side. Upande ulio washindi ndio upiga kelele. You better know how to shout. Tafadhali jifunze kupiga shangwe. Because if you are candidate of that heaven, indeed, kama wewe unaenda mbinguni, we are told that 24/7 angels are shouting Hosanna. tunaambiwa kwamba wakati wote malaika wanaimba So hosana. let's make it part of our life. Kwa hivyo acha tuifanye kawaida Let's yetu. begin to practice how we join angels to Acha shout. tuanze kujifunza vile ambavyo malaika wanafanya. If you are a candidate of heaven indeed, Kama wewe unaenda mbinguni kweli, that will join the host of heavens ya kwamba utaungana na majeshi ya to mbinguni shout hallelujah, kupiga haleluya, to shout Hosanna kusema hosana to the King of Kings, kwa mfalme wa falme, to the Lord of kwa Lords, Bwana wa mabwana, to the Lion of the tribe of Judah, kwa simba wa the Yuda, prevailing God. yule Mungu. I want you to shout. It's Thanksgiving time. Ni wakati wa kutoa shukrani. It's Thanksgiving time. Ni wakati wa kutoa shukrani. I know many of us we've seed our heart and say, what are we thanking God for? Wengine hawajui kila Have ambacho we not tunashukuru. given offering? Je, hatujatoa sadaka tayari? Why are we giving thanksgiving? Kwa nini tunatoa tena nyingine ya If you shukrani? know how to think deep, Kama unajua jinsi ya kufikiria ya ndani, you will know how to appreciate God. basi utajua jinsi ya kumshukuru Mungu. If you know how to think deep, Kama unajua kufikiria zaidi, when you hear the word thanksgiving, ukisikia jina kushukuru, you will begin to appreciate God for making you among the living. unaanza kumshukuru Mungu kwa kufanya wewe kuwa kati ya There are wanaoishi. many that have this money we are talking about. Sorry. There are many that have this money we are talking about. Kuna wengi ambao walikuwa na asubuhi ya leo ambao tunazungumza But they don't kuhusu, have the earth to enjoy the money. lakini hawana ile afya ya But the kusherehekea little thanksgiving you will give to God, zile vitu kidogo ambavyo whether in vitapatia mpatie kind Mungu, or in cash, hata kama ni pesa ama has hali a nyingine. long way Wewe kuwa na njia, to preserve you all round. amekuwa na njia ya kukuhifadhi wewe. So why am I talking like this? Kwa nini naongea hivi? Because when we talk of thanksgiving, Tukizungumzia kuhusu there is shukrani, more of nonchalant attitude. kuna There is more of nonchalant attitude. But I understand to say, even if you don't have the money, hata kama hauna pesa, you have life. basi una uhai. You can move your legs. Unaweza kusongesha You mguu, can move your body. unaweza kusongesha mwili. Why are you feeling too big to thank Him? Kwa nini unajihisi kuwa mkubwa That you sana are alive. kushukuru ya kwamba uko hai? As we are talking now, Hivi tunavyoongea, there are some people that are stiff, kuna watu ambao wako about to be wameshikamana, laid down beneath 6 feet. hawezi kuinama hivi As chini. long as you have life, blood flowing on the inside Kama of una you, uhai, damu inatembea mwilini mwako, dance. basi wewe cheza, Appreciate God from the depth of your heart. shukuru Mungu kutoka If kilindini you mwa moyo have wako. the kind to give, the cash to give, give. Kama uko na pesa, toa. Hallelujah. Amen. I'm not here to preach. Basi mimi siko hapa Choir, please. We want to thank God. tunataka kushukuru Mungu. Praise the Lord. Hallelujah. Na vigelegele. Hallelujah. Yesu ni
the Lord. Sifiwe. Let us have our humble seats as we take the announcement. Acha tukae tukisikiza matangazo. Announcement.